Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako e Bwana. Wanafunzi waliwapa habari ya mambo yale ya njiani na jinsi alivyotambulikana nao katika kuumega mkate. Na walipokuwa katika kusema habari hiyo, yeye mwenyewe alisimama katikati yao akawaambia, amani iwe kwenu. Wakashtuka wakaogopa sana, wakidhani ya kwamba wanaona roho. Akawaambia, mbona mnafadhaika? Na kwa nini mnaona shaka mioyoni mwenu? Tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Nishikeni muone, kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Na baada ya kusema hayo, alionyesha mikono yake na miguu yake. Basi walipokuwa hawajaamini kwa furaha, huku wakistaajabu, aliwaambia, mna chakula chochote? Wakampa kipande cha samaki wa kuokwa. Akakitoa akala mbele yao. Kisha akawaambia, haya ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa ningali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo wakafunuliwa akili zao wapate kuelewa maandiko. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanza tangu Yerusalemu. Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Wapendwa familia ya Mungu, tunaendelea na oktava ya Pasaka, na katika siku hii Bwana wetu Yesu Kristo anaendelea kukutana na wanafunzi wake, na hivi wanapokuwa wanaelezana habari hizi za ufufuko, basi yeye anakuwa kati yao, na hivi anawatakia neno la kwanza, amani iwe kwenu. Kumbe amani ya Kristo ambayo anatutakia ni amani inayotuondolea hofu, inayotuondolea mfadhaiko, lakini zaidi ya yote inayotupa uhuru wa kuendelea kumtangaza. Na hivi katika chumba chake ujifungia hicho, anawatakia amani ili wakae katika amani yake na pendo lake, na hivi kutokana na amani hiyo wapate nguvu mpya ya kutoka na kuendelea kutangaza hiyo habari ya ufufuko. Na hivi anapoendelea kukaa nasi na kutujalia amani, sisi nasi tuibebe amani hiyo ya ufufuko, tuipeleke katika familia zetu, katika jumuiya zetu, na wale wote ambao tunakutana nao tuwatakie amani ya Kristo. Tumsifu Yesu Kristo milele, amina. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina.